Mmoja wa wapenzi wa zamani wa Sean Diddy Combs alitoa ushahidi wake June 6 katika kesi inayoendelea madai ya uhalifu wa kingono dhidi ya msanii huyo wa muziki na mfanyabiashara. Katika siku mbili za ushahidi wake, mwanamke huyo anayefahamika kama Jane Doe, jina la kificho, alieleza mara kwa mara jinsi Combs alivyotumia nguvu na ushawishi wake wa kifedha kumlazimisha kutekeleza matakwa yake, ikiwemo kushiriki ngono na makahaba kinyume na mapenzi yake. Jane alirudi mwishoni mwa wiki ya 5 ya usikilizaji wa kesi huku kuendesha mashtaka wakilenga madai kuwa Combs alikuwa anaendesha mtandao wa uhalifu wa majimbo mengi uliokuwa unahusisha biashara ya usafirishaji wa watu kwa ajili ya ngono na usambazaji wa dawa za kulevya. Jane alieleza kuwa wakati wa kile walichokiita free course, Combs mara kadhaa alimaliza dawa za kulevya na hivyo kuwatuma walinzi wasaidizi au wahudumu ndani kuleta nyingine. Alisema alishawahi kusafirisha dawa aina ya Actus kwa ajili yake na hakuweza kujisikia salama kuweka pakti za dawa hizo kwenye mizigo yake ya ndege. Pia alieleza jinsi Combs alivyokuwa akitafuta makahaba na mara moja alimpata mtu wa burudani mmoja kupitia video za ngono na kumlipa $1000 kushiriki ngono na Jane mbele yake. Alisema pia kuwa Combs alikuwa akimwagiza apige picha za wazi na wanaume hao. Siku ya pili ya ushahidi wa Jane alitoa taarifa ilizo kuwashangaza watu wengi waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo. Alipoulizwa anaishi wapi kwa sasa, alimwambia mwendesha mashtaka Maureen Combs kwamba anaishi katika nyumba ile ile aliyokuwa akiishi wakati Combs alipokuwa akimlipia $10,000 kila mwezi kupitia mkataba wao wa kimapenzi wa love contract. Na alipoulizwa kwa sasa nani ambaye analipa kodi hiyo, akajibu kuwa ni Sean, yani Combs ama Diddy. Akiwa kizimbani, Jane alikumbuka tukio ambalo Combs alitumia ushawishi wake wa kifedha dhidi yake. Mahakama ilisikia mazungumzo ya maandishi SMS ya Agosti 4 mwaka 2023 ambapo Combs alimuuliza kama watakuwa wakifanya mambo ya kimapenzi usiku huo. Jane alipomjibu bila shaka, sijakuona tu, alijibu basi acha hizo tafadhali. Angalia pala nyumba lako ukitabasamu. Hilo zuri. Sitaki kufanya chochote kama bado hilo ni tatizo. Jane aliendelea kuwa Combs hakuwa tu analipia kodi yake ya $10,000 kila mwezi, bali pia alimwekea meno ya bandia kwa sababu hakupendezwa na meno yake asili. Katika tukio jingine la mwezi Agosti mwaka 2023, Combs alimtishia kumkatia posho baada ya Jane kushindwa kushiriki katika sherehe na mastaa usiku, kushiriki ngono na wanaume wengine 3 au 4 kwa sababu hedhi yake ilianza mapema. Hata baada ya Jane kutuma picha kuthibitisha kuwa alikuwa kwenye hedhi, Combs alimjibu kwamba alikuwa amekasirika na kumtumia ujumbe, usiniombe tena pesa. Nilitaka kuthibitisha kuwa sikuwa ninajifanya, alisema Jane. Alimwandikia tena Combs akisema, mimi sio mwongo, si mzinifu wala si robot wa ngono. Jane alisoma maelezo ya kumbukumbu ya mwezi Februari 22 mwaka 2023 kutoka kwenye simu yake, akimlenga Combs moja kwa moja kwa kuandika, umenidanganya kwa sababu unataka kunitumia kwa siku moja. Baada ya kipindi cha kutokuwasiliana kutokana na wivu aliokuwa nao Jane kuhusu safari ya Combs kwenda Turks na Caicos na mwanamke mwingine, aliahidi kumpeleka Jane visiwani kwa ajili ya siku yake ya kuzaliwa. Walikutana Miami, lakini Jane alifadhaika kuona ujumbe wa Combs ukisema, panga usiku wa sharati na raha, halafu moja kwa moja uwanja wa ndege. Jane alimjibu, hapana, nataka sisi tu. Ingawa aliamini kuwa hatakuwa na wanaume wengine katika safari ya, Combs alimgeuka walipokuwa wakitazama filamu za ngono na kumuuliza kama angependa kumwalika mmoja wa makahaba waliowahi kuwa nao awali, na Jane alikubali akisema, nilikuwa nimezoea mtindo huo na nilitaka kumfurahisha. Jane alisema kuwa walipowasili Turks and Caicos, Combs alitangaza siku ya pili kuwa mmoja wa makahaba wao wa kawaida amejiunga nao. Tulikuwa na usiku mwingine mrefu, alishuhudia Jane, akieleza kuwa walifanya ngono kwa saa 24 mfululizo. Hata hivyo, waliporudi kwenye chumba chao, Combs bado alitaka zaidi na walimwalika kahaba mwingine kwa kile Jane alichokiita mzunguko wa 4, lakini alisema kuwa ilikuwa ni chungu sana kwa sababu nilikuwa nimechoka kabisa kwa wakati huo. Combs alijaribu kumfanya aendelee kwa kutumia vilainishi, lakini alipotoa kauli chafu kuruhusu jinsi angeweza kuendelea, Jane alikasirika na kutupa bangili aliyokuwa amepewa ukutani na kisha kukimbia kwenda kulia. Combs alimfuata akipiga kelele, umerukwa na akili, alihoji. Umewezaje kuniambia mbele ya Po? Yani Po huyu ndiye mtu wa makahaba aliyekuja kwa ajili ya shughuli hiyo. Kisha akamwamuru amwombe radhi kahaba huyo kwa njia ya ujumbe wa maandishi, jambo ambalo alifanya. Jane katika ujumbe huo aliandika, ilikuwa masaa 24 bila mapumziko kwangu, mimi sio robot. Jane alieleza kuwa
Kuelekea mwishoni mwa uhusiano wao, Combs alisema anajua jinsi Jen alikuwa anajisikia kuhusu uhusiano wao na usiku wa freak off. Awali Jen alimwamini, lakini alipoenda kupitia program ya notes kwenye simu yake aliyotumia kama shajara, aliona kuwa alikuwa amemwambia tangu Novemba mwaka 2021 jinsi usiku wa freak off ulivyokuwa unamwacha na hisia mbaya. Aliwahi kumwandikia kuwa naona kile ambacho nakifanya machoni pako, nahitaji kupumzika na kupata japo hewa. Hili linifanya nijisikie vizuri hata kidogo. Jen aliendelea kueleza tukio alilodai kumkabili Combs kuhusu namna alivyokuwa akimtendea baada ya usiku wa freak off wa siku yake ya kuzaliwa mwaka 2023. Jen alisema aliona chapisho la Instagram likimwonyesha Combs akiwa amempeleka mwanamke mwingine Turks and Caicos kwa siku yake ya kuzaliwa na wakagombana kwa njia ya SMS. Nilijisi nimetendwa vibaya kwa sababu nilikuwa tu mtu usiku wa freak off, huku yeye agempa mwanamke mwingine muda wa maana ambao mimi nilikuwa nikiuomba, Jen alieleza. Ilinivunja moyo kwa sababu nilimaliza siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na wanaume kadhaa wakifanya ngono nami kwa ajili yake, alafu yeye akafanya jambo la kimapenzi kwa mtu mwingine, aliongeza. Waendesha mashtaka walicheza ujumbe wa sauti ulikuwa na matusi ambapo Combs alimtumia Jen akimwita mwenda wazimu. Jen alieleza kuwa Combs alikuwa akimwita hivyo mara kwa mara. Katika mwisho wa mzozo huo wa maandishi, Combs aliandika, acha tu tusifanye chochote tena. Nimechoka wewe kunitupia malalamiko kuhusu swala la ngono kila wakati. Tuwe tu marafiki. Alimjibu, safari hii umeamua kunitenga, hivyo ndivyo unavyotaka kunifanyia nijihisi. Jinsi unavyonitendea ni vibaya sana, najihisi vibaya sana sasa hivi. Baada ya hapo kuzungumza kwa takriban wiki 2, Jen alisema hayo mahakamani. Jen anasema Diddy alilipa pesa taslimu kwa makahaba wa kiume na alipojua pia mchakato upi ambao ulitumika katika kubadilishana fedha na waigizaji hao. Combs mara nyingi alikuwa akimpigia Kristen Coleman aliyejulikana kama KK au walinzi wake ili walete pesa taslimu kwenye hoteli. Baada ya hapo pesa taslimu zingeonekana na kila wakati ilikuwa ni kiasi kikubwa sana ama kiasi kizuri, na baada ya kumaliza kufanya ngono na wanaume hao alielezwa asubiri chumbani wakati Combs alipolipia waigizaji hao na kuwatoa. Kwenye ushahidi wake mahakamani, Jen alizungumzia kwa kina kuhusu matukio mawili ambapo Combs alipanga waigizaji waliokuwa hawapendezi kwake na waliomkera. Kwa tukio la kwanza la huko Los Angeles, Combs alimpigia simu mtu mwingine kuja hotelini kufanya ngono na yeye, na alisema tukio la pili lilikuwa ni la New York ambako alijihisi vibaya na kumwomba Kaba aje kwenye hoteli ya Trump badala yake. Baada ya saa chache Kaba alisafiri kutoka Atlanta kwenda New York kufanya ngono na Jen, na Combs alilipa gharama ya ndege kwa ajili yake. Jen anaikumbuka safari ya kwenda New York akiwa na ahadi ya kuwa ni yeye na Combs tu ambao wangekuwa peke yao kwenye mapumziko ya kimapenzi ya kula chakula cha jioni na kwenda kununua vitu. Wakati wa safari wakiwa ndani ya ndege, Combs alimwambia, tunaweza kuwa na waigizaji usiku wa leo, yani alimuuliza. Jen alikasirika, alisema mahakamani, nilijihisi kama mzigo umenizidi, kama mpira uliopasuka. Usiku baada ya kufika New York, alipiga picha ya hoteli kama alivyoagizwa na kusubiri kwenye SUV kwa dakika 40. Alipiga picha chumba kilichoangaziwa kwa rangi nyekundu ambacho alijua ndicho chumba kilichotayarishwa kwa ajili yake. Jen alieleza hali ya hisia za Combs wakati usiku wa freak off hotelini. Katika sehemu kubwa freak offs, Combs alikuwa mfurahishaji sana, lakini Jen alisema katika matukio mengine alikuwa kikwazo. Combs mara nyingi alimpa Jen maagizo, na hayo yalijumuisha jinsi ya kutumia mafuta ya mtoto na jinsi ya kujigusa mwenyewe wakati huo. Alimwambia awe katika nafasi hiyo hiyo kwa masaa mengi. Alisema Jen alishuhudia kwa Combs pia alimwambia, je, unataka kuichukua, unataka kuipiga au kuiruhusu itiririke, huko kimsihi aendelee kujigusa mwenyewe kama sehemu ya agizo. Alipoulizwa na mshtakiwa wa shirikisho Comey, je, ulifanya kama unafurahi? Jen akajibu, ndio. Nilitaka kuonesha tamasha zuri kwa Sean. Wamesaa mengi kufanya ngono. Jen alisema alikubali kufanya haya yote kwa sababu alimpenda kwa undani. Jen aliulizwa kutambua picha kadhaa za wazi za yeye na baadhi ya makahaba wa kiume, akawataja Don, Cabro, Paul na Leo. Washtaka wa shirikisho waliuliza kama Combs alikuwa mahali hapo wakati wote, na alisema ndio. Jen aliulizwa ni mara ngapi Combs alikuwa anarekodi usiku wa freak off, na alijibu karibu kila wakati akitumia iPhone yake. Hakuwa anasema chochote sana, angeanza tu kurekodi. Ikiwa angesema angeniambia hii ni kwa ajili yangu tu au ni kwa ajili yetu tu. Jen aliongelea jinsi alivyojaribu kila mara kuwa msafi na kuwa na muonekano mzuri, ikiwa ni pamoja na kucha, nywele, rangi ya ngozi, viatu na mavazi. Nilivalia viatu virefu sana kama warembo wa bar, na Combs aliniambia nivalie usiku mzima.
Kutokana na matumizi ya mafuta ya mtoto, nakumbuka miguu yangu ilikuwa imelegea na kuiva na kunipelekea kuanguka mara kadhaa. Combs alimuhimiza mrembo huyo ama Jen ajidunge sindano kwenye chuchu zake. Alisema tu hiyo ingeweza kumwongezea hamu ya kimapenzi na kwamba hicho ndicho alichotaka kutoka kwa mpenzi wake. Jen alieleza kwamba sindano hizo zilisababisha maumivu makali, kuvimba, kunyofoka kwa ngozi na hatimaye kupata maambukizi. Alipoamua kuziondoa, Combs alikubali kwa muda mfupi, lakini baadaye alianza kulalamika na kumtaka azirejeshe. Jen anakumbuka namna ambavyo Combs alimuuliza kwa hasira, sindano zangu zipo wapi? Anasema alipata maumivu ya mgongo na mabega kutokana na usiku wa freak-offs na alikuwa na maambukizi ya UTI mara kwa mara, na hii yote ni kutokana na kukutana kingono na wanaume wengi. Alieleza namna ambavyo alikuwa akitumia antibiotics kupunguza dalili hizo, lakini kulikuwa na nyakati ya kupona kabisa kabla ya kuendelea na usiku mwingine wa freak-off. Alisema uke wake ulikuwa mkavu kila mara kwa 100%. Aliulizwa mahakamani kama aliwahi kumwambia Combs, labda akajibu hapana. Sikutaka kuonyesha jambo lolote baya, Jen alisema. Anaeleza alitumikishwa kingono mara nyingi sana na mpaka kuna muda mwingine ya kuhisi na hisia na kujisikia kama robot ambaye hakuwa akifurahia tendo kabisa. Sasa licha ya shahidi huyo kuficha usika wake, imeaminika kuwa shahidi huyo ni baby mama wa rapper 50 Cent. 50 alikuwa mtu wa kwanza kureact kupitia Instagram siku ya jana, ambapo alikuja kuandika tu what caption iliyoambatanishwa na picha hii inayomuonesha akiwa na mtoto wake huyo sasa, ambaye alimpata na Daphne Joy, ambaye ameaminika kuwa huyu ndiye ambaye alitoa ushahidi. Wawili hawa, yani 50 na Daphne, walimpata mtoto wa huyu kwa mwaka 2012 na baada ya kuachana yatokea mengi juu ya malezi ya mtoto huyo. Na miaka hapo nyuma Daphne alionekana kuwa kwenye huba zito na Diddy ambaye ni mwasimu wa 50. So hii imekuwa ni habari furahisha upande wa 50 Cent, na vyanzo mbalimbali vya habari vimeeleza kwamba huenda mwanamke huyo ambaye ametoa ushahidi ni huyu baby mama wa 50 Cent. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.